Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tunaangalia kanuni na taratibu za uvunaji wa korosho. Kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Huu ni msimu wa mavuno ya korosho. Ni msimu ambao huchukua muda wa miezi 3 au zaidi kutokana na kutofautiana nyakati za mavuno katika maeneo na mikoa mbalimbali. Hivi sasa korosho inalimwa katika mikoa zaidi ya 17 hapa nchini. Kuna mikoa ambayo korosho inaanza mapema na mikoa mingine korosho inachelewa kuvunwa kutokana na hali ya hewa. Lakini hata ndani ya shamba moja linaweza kuwa na mavuno tofauti. Korosho inavunwa kwa kusubiri ianguke yenyewe. Wakulima wengi hupenda kuita msimu wa kuokota korosho. Uvunaji wa korosho unafanyika kwa kuokota toka ardhini baada hii korosho kukomaa, na ukomaji wake wa kuvuna unajionyesha pale ambapo inajiachia toka kwenye tawi ikadondoka chini. Sasa kwa sababu aina ziko nyingi shambani, uvunaji wa korosho unaweza kuchukua kati ya miezi 3 hadi miezi 5 kumaliza mavuno kwa msimu husika. Na inategemea na mahala shamba lilipo, kwa maana hali ya hewa, lakini pia aina za korosho zilizo mle ndani. Na mikorosho haiwi aina moja shambani, inaweza kuwa aina tofauti tofauti. Kwa mfano hata ndani ya mkorosho moja unaweza kukuta kwamba kama unavyoona hapa, hii korosho imeshaiva tunda lake, lakini halijaiva kwa maana kuweza kuvuna. Ndani ya shada moja ile kuna korosho ambazo bado changa kabisa. Kwa ina maana hii korosho itadondoka mapema kabla ya hii, lakini kuna ambazo tayari imeshavunwa, ishaokotwa. Hapa ishajiachia, imedondoka chini, wameshaokota. Na unaweza kukuta kwenye mti mmoja bado maua yanaweza kuendelea kutoka. Kwa mfano kama hapa maua ndio kwanza yaanza kutoka. Kwa hiyo ina maana kwamba ndani ya miezi 3 hadi 5 ndio unasema umeshamaliza kuvuna korosho kwenye shamba lako. Ni kwa sababu ya aina zinaweza kuwa aina nyingi ndani ya shamba moja, ambazo nyingine inaanza kutoa maua mapema, nyingine inaanza kufuata baadaye, nyingine mwishoni kabisa, karibu mwishoni mwa msimu. Lakini pia licha tabia hizo, ndani ya mti wenyewe hayatoi maua siku moja. Kwa hiyo tunapovuna korosho hatuzungumzi kwamba uvunaji utaenda wiki moja au siku moja kama ilivyo mazao mengine kama labda ufuta, karanga, mahindi unavuna mara moja au maharage. Kwa korosho tunavuna kidogo kidogo, na uvunaji sio kuchuma kwenye mti juu. Unaokota chini baada ya lile tunda kujiachia kutoka kwenye tawi, na linajiachia baada kuiva. Ule tunasema sasa ni muda sahihi wa kuvuna korosho. Kinyume cha pale, ukivuna toka juu utapata korosho ambazo hazina kiwango kizuri, na ndio hicho ninachosema kwamba mfano watu wanasema ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Usitegemee utapata korosho bora kwenye mnada kama hukufuata taratibu za uvunaji bora wa korosho. Lakini pia baada kuvuna kuna taratibu njema inatakiwa ikufanya. Uwekaje madaraja lazima uzingatie. Lakini pia licha ya madaraja kuzingatia, namna gani utatunza kwenye ghala pia unazingatia vizuri, ili upate korosho ambazo ni bora kwenye soko. Hayo yote yanazingatiwa kufuata sheria na taratibu njema za kilimo bora cha korosho. Kwenye mkorosho moja kama nilivyosema mwanzoni, unaweza kukuta kuna tawi ambalo lina korosho ambayo imeiva, lakini uivaji huu sio wa kuvuna. Kuvuna ni mpaka idondoke chini. Kwa hiyo
nisisitize, kuvuna korosho haina maana kwamba uchumi umetoka juu. Unavuna kwa kuokota chini, na unaokota chini baada ya korosho yenyewe kudondoka kutokana na kuiva. Lakini unaweza kuta katika mti huu mmoja wa mkorosho kuna maua mengine yanaanza. Sasa kama hapo kwa mfano, hii korosho ndio tunajiandaa kuvuna baada ya kudondoka. Lakini tayari kuna korosho ambayo ilishavunwa tu kwenye mti huu, lakini kuna maua yanatoka sasa hivi haya. Ina maana haya baada ya miezi mitatu ndio tutaenda pengine kuanza kuokota. Kwa msingio sasa, mti huu unaweza kuvuna korosho kwa miezi mitatu mfululizo hadi mitano, kutegemea na huo mti unaweza kutoa korosho, kutoa maua muda gani, ilianza lini na itaisha lini. Lakini katika shamba moja hilo inawezekana tena miti aina iko tofauti tofauti. Kuna ambayo inaanza labda mwezi wa 9 kuvunwa, mingine inaanza mwezi wa 10, mingine mwezi wa 10, kutegemea na hali ya ekolojia ya shamba liliko. Ili kupata mavuno bora ni muhimu kuzingatia misingi na kanuni bora za kilimo cha zao la korosho. Moja ya kanuni hizo ni palizi. Shamba linatakiwa lipaliliwe na liwe safi ili iwe rahisi kuiona na kuokota korosho wakati wa mavuno. Baadhi ya wakulima husema wanasafisha kisahani, kwa maana wanapalilia chini ya mti wa mkorosho kwa kuzunguka kwa mfano wa kisahani. Lengo la kufanya palizi ni kuhakikisha kwamba shamba linakuwa safi ili kuweza kurahisisha uokotaji wa korosho pindi zinapodondoka kutoka kwenye mti. Pia inapunguza ushindani wa virutubisho kati ya mkorosho na magugu. Kwenye kufanya palizi ya shamba, tunaweza kufanya palizi kwa kutumia trekta ama kutumia jembe la mkono ama viua gugu. La kuzingatia, kama utatumia trekta, inabidi miti yako iwe kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo inabidi uhakikishe kwamba miti yako umeipogorea vizuri kurahisisha kupita kwa trekta kwenye lile shamba. Umuhimu wa palizi katika shamba la korosho ni kuhakikisha kwamba tunaondoa ushindani kati ya magugu, ushindani wa virutubisho kati ya magugu na mkorosho wenyewe. Lakini pia lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba shamba linakuwa safi kama mnavyoona, na ili kurahisisha uokotaji wa korosho. Kwa sababu korosho haivunwi kwa kuchuma kutoka kwenye mti. Tunasubiria ianguke chini kama mnavyoona, ndio tunaokota korosho na kutenganisha na bibo lake na kuendelea na shughuli nyingine kama ukaushaji. Msimu wa mavuno ya korosho ni msimu wa neema kwa wakazi wa maeneo ya jirani na mashamba ya korosho. Akina mama na vijana hupata ajira za muda za kuokota korosho pamoja na kukongoa, yani kutenganisha bibo na korosho. Mtazamaji, korosho huleta ajira tangu kipindi cha palizi, mavuno na mauzo. Hii inadhihirisha kwamba kilimo ni ajira. Kama tunavyojua tabia ya mkorosho wenyewe una tabia kwamba korosho zinapokomaa, kama unavyoziona, korosho huwa hazikomai mara moja zote. Korosho zinakomaa kwa jinsi ya tofauti tofauti. Kama unavyoona kwenye mtu, unaona zingine zimeshakomaa, zingine bado ni changa. Kwa maana hiyo uvunaji wake unatofautiana. Na tunasema sisi watafiti kwamba tunaweza kuvuna korosho kutoka miezi 3 hadi miezi 5. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho tunachovuna korosho, ina maana kwamba tunahitaji watu wa kuokota korosho. Kama
unavyoona ndugu mtangazaji kwamba kuna korosho zote hizi zimemwagika hapa chini, zinahitaji kuokotwa. Kwa hiyo ili kuokota hizi korosho tunahitaji kuajiri watu waweze kuokota hizi korosho. Kwa hiyo mpaka sasa taasisi ya TARI, taasisi ya utafiti Naliendele imeweza kuajiri vibarua. Tunao wengi ambao wanaweza wakafanya kazi ya kuokota korosho katika mashamba yetu. Kwa mfano tunao wakina mama ambao wametuzunguka hapa wanaokota korosho. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba zao la korosho pamoja na kwamba linaleta faida kubwa kiuchumi Tanzania, bado limeendelea kutoa ajira hususan kwa kina mama. Tunaona wakina mama miezi hii yote mitano wanakuwa na uhakika kwamba tuna ajira, tutaokota korosho na tutalipa fedha zao. Kwa hiyo kituo chetu cha taasisi ya TARI Naliendele kimeendelea kusaidia sana wananchi wanaotuzunguka kwa kupata ajira ambazo fedha hizo wanazozipata wanatumia kwa mahitaji mbalimbali. Hawa ni baadhi ya akina mama na vijana ambao wanafanya kazi ya kuokota korosho. Wanasema kazi hii imewasaidia kulea familia zao. Hapa sasa hivi ni kazi yetu, tunaokota korosho. Kama hivyo mlivyotuona, tunaokota, tunatia kwenye mandoo, tunatia kwenye viroba. Muda ukifika, gari linakuja na tuchukua, tunarudi majumbani. Tunafaidika, watoto tunawasomesha kupitia kwa kazi hizi tunazozifanya za mkono. Tunakifika shambani asubuhi, tunaokota, tunaziweka sehemu moja. Tukishamaliza, tunakaa kwanza kuzifanyia kazi. Tunakongoa, tukishamaliza kukongoa tunazija kwenye viroba. Tukishata kwenye viroba tunazichukua, tunaenda kuanikwa. Ila hiyo kazi itakuwa ni endelevu kwa sababu ni kazi yetu kina mama, tumezoea tuona kama sisi tulivyoja hapa wote sisi. Tunategemea kazi hiyo, tunasomesha kupitia kazi hiyo. Tunafanya mambo mengine nyumbani, hata waume zetu wengine tunawalisha kupitia kazi hiyo. Hii ni kazi endelevu tunafanya sisi kina mama kwa msimu mzima, kila ukifika, kila baada ya msimu unapofika. Tunafanya kazi hii ya mkono, tunajitolea kama hivi, tunafanya kazi, tunapata ile tunayopata na tukizi mahitaji yetu. Kama nilivyosema mara ya kwanza, hata wao na baba wengine tutegemea sisi tufanye tupate huku kazi, tukawalisha majumbani kwetu, kutegemea kazi hii ya mkono tunayoifanya. Mimi ni mfanyakazi wa kuokota korosho. Hii ni ajira yetu. Tunatoka nyumbani asubuhi, tukishafika kazini, tunachukua mandoo yetu, tunapita na kuokota korosho. Tukishaokota, tunafika kwenye makazi, tunamimina pale, tunaanza kukongoa. Tukishakongoa, tunatia kwenye viroba. Wanatufuata wenyewe, wanatupakia kwenye magari yao, tunaenda huko, tunamimina korosho, zinaendelea na kukaushwa. Baada ya kukaushwa, kazi bado inaendelea. Zikishakaushwa pale, wanajua wenyewe wanachofanyia, lakini na sisi na kina mama tunaendelea na ajira zetu tunazozifanya pale. Kwa vile tunashukuru sana Naliendele kwa kutuboresha kwa hii ajira. Tunashukuru sana. Tunawasomesha watoto wetu kwa kutumia hivi, mpaka na wanaume wetu tunawalisha kwa kutumia hivi, na sisi wenyewe tunajiboresha kimazingira yetu kwa ajira kama hii. Kwa hiyo asanteni, ajira kama hii tunaipongeza sana kina mama. Baada ya mavuno na kukongoa, yaani kutenganisha korosho na bibo, zoezi linalofuata ni kusafirisha mpaka kwenye kituo cha kukusanyia korosho na kuanika kwa takribani siku 3, huku ikigeuzwa mpaka ikauke vizuri. Kwa kawaida korosho inatakiwa ikauke na isizidi 10% ya unyevu, lakini kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha hivi sasa, hali hiyo haiwezekani. Msimu huu mvua zimewahi kunyesha. Zimenyesha kwa wingi katika kipindi cha mavuno ya zao la korosho. Hii inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hali hii imesababisha wakulima wengi kuvuna korosho zikiwa zimeloa maji ya mvua na vile kushindwa kuanika na kukauka kwa wakati.
Lakini tatizo lingine lililoleta taharuki kwa wakulima ni korosho kuota zikiwa juu ya mti. Kimsingi kilichojitokeza mwaka huu, msimu huu ambapo mvua imenyesha mapema sana kabla korosho haijavunwa, ni uotaji wa korosho ikiwa kwenye mti kabla ya kufikia muda wake kuvuna umechangiwa na kuwepo kwa mvua mfululizo ambao ni unyevu unaweza kufanya mbegu iote. Na mbegu kuota inasababisha na mambo ya kimsingi ambayo ni mahitaji ya lazima ili mbegu iote. Mojawapo ni unyevu wa kutosha, lakini na joto ambalo linafaa, na pia imeshafikia ukomavu wa kutosha kuweza kuota. Na hiyo kwa wastani na kwa kawaida, sio kwenye korosho tu, hata kwenye mazao mengine kama kunde au labda tuseme hata karanga, hata mbaazi kwa mwingine, ikitokea zimekomaa, ishafika ule muda sasa haiwezi na kuendelea kukomaa zaidi ya pale, inachobaki tu inasubiri sasa iweze kukauka na kuanza kwa ajili ya kuvunwa. Ikinyesha mvua kipindi kama hicho, unaweza kukuta kunde zimeota shambani. Hata maharage unaweza kukuta yanaota shambani kabla kuvuna, na hiyo iko kwenye kabisa, yako kwenye ile maganda yake. Ni kwa sababu ilishafikia ule ukomaji ambao sisi tunaita kwenye lugha ya wenzetu wanasema physiological maturity. Ukomaji wa kifiziolojia imesha komaa kiasi cha kwamba sasa imefikia kukomaa ninavyosema, lakini haijafikia kukomaa kwa kuweza kuvuna, pale itaota. Sasa hata kwenye korosho ilichojitokeza ni kwamba kuna aina mbalimbali za mikorosho ambayo ilishafikia muda wake kukomaa, ukomaji ambao inaweza ile mbegu ikaota, na sasa kumekuwa na mvua nyingi mfululizo, na imeanza maeneo mengine kuanzia mwezi wa Oktoba, kipindi ambacho korosho nyingi zimeshakomaa na itarajia kuanza kuvuna. Bahati mbaya, kabla hajafikia muda wa kuvuna, na unaje wa korosho yenyewe inajiachia yenyewe kwenye mti, inadondoka chini, ndio tunasema tunavuna korosho kipindi hicho kwa kokota chini. Sasa kabla hajafikia hatua ile, na sababu ile korosho ilishakomaa, basi unyevu wa mfululizo kutokana na mvua ya muda mrefu, ya muda mfululizo zaidi ya wiki au wiki, imesababisha ile korosho kuota. Na sasa hilo limekuwa pia likiwachanganya baadhi ya watu akihisi kwamba ni ugonjwa, na wamekuwa nakichanganya na ugonjwa ambao tunaita chule, anthracnose. Sasa ugonjwa wa chule yenyewe korosho zake huwa inakaukia juu ile shada. Kwa mfano kama hii hapa. Hii hapa, huu ni ugonjwa wa chule ambapo korosho zake hazidondoki chini kwa kawaida. Inakuta kule juu ikiwa kwenye shada lake zinakaukia kule. Unaona kama ilivyo hapa. Sasa hiyo ikitokea mvua imenyesha, unyevu kutosha, itaota. Kama unavyoona pale. Imeota, imetoa mzizi ikiwa kwenye mti. Sasa ambacho kimejitokeza makao sio hii peke yake. Kuna sasa nyingine ambayo si ugonjwa wa chule, bali ni unyevu mwingi ambao umekutana na kipindi cha korosho ambacho imeshakomaa inakuja sokoni. Kwa mfano kama sasa hii hapa haikuota kwa sababu ya ugonjwa wa chule. Bibi yake nikuta lipo, bado lipo, ila kutokana na mvua ile inyesha mfululizo imesababisha hiyo yote kabla haijajiachia kwenye kitawi chake. Sasa hapa ujumbe ni kwamba hakuna sababu ya kulima kusema wapulizie viuatilifu kwa swala kama hili, kwa sababu huu si ugonjwa. Hii ni sababu ambayo imesababishwa na kunyesha mvua ikakutana na kipindi ambacho korosho zimesha komaa. Ilikuwa na karibia kudondoka iachie kwenye mti, lakini bahati mbaya haikupata nafasi ya kuweza kuendelea kubadilika hadi ifikie muda kujiachia hapa. Lakini hapa kisha tayari imeshakomaa. Ni ukomaji ule ambao sio wa kuvuna. Ni ukomaji kwamba imekomaa, haiwezi na kubadilika kukua tena wala kupungua ukubwa, bali inasubiria tu ifikie muda kujiachia pale. Sasa haijajiachia kwa sababu mvua inaendelea kunyesha na bado hali kuweza kujiachia hairuhusu. Bali hapa sasa inafika mahala inaota. Hicho ndio ambacho tunasema tutoe fafanuzi kwa wakulima
wasije kupoteza tena kuongeza gharama ya uzalishaji kwa kupulizia kufikiri labda ni ugonjwa. Si ugonjwa, bali ni hali ambayo imetokana na mvua kunyesha kipindi ambacho korosho zimeshakoma. Na ndio maana tunasema maeneo ambayo yanapaswa kulima korosho, tulikuwa mara nyingi tukiongelea, yawe yana kipindi ambacho kuna kiangazi alafu kuna masika. Isiyo masika mwaka mzima. Tulisha kuongelea siku za nyuma. Tukasema maeneo gani yanafaa kulima korosho? Mojawapo ni yale ambayo kuna kuwa na misimu inayojionyesha kwamba hiki ni kiangazi kimeisha na hii ni masika. Sasa kwenye hili hakukosea mkulima hapo kupanda hii sehemu. Ni sehemu ambayo ina misimu ya kiangazi kinachoeleweka na msimu ambao ni wa masika, ni wa mvua. Sasa nini kimepelekea sasa pale? Yale tunayosema siku zote mabadiliko tabia nchi. Dalili yake ndio kama hizi, kwamba itanyesha mvua muda ambao hakutarajiwa na haulazoeleka kwenye eneo husika. Sasa hii imetokea mwaka huu ni sababu ya ni hali ya hewa inabadilika kila wakati. Tunavyosema kila wakati hali ya hewa inabadilika, na mabadiliko haya yanatokea sio Tanzania tu, nchi dunia nzima kunakuta inanyesha mvua muda ambao sio kunyesha mvua, na katika mazingira ya kulima wanapata changamoto ambazo pengine ziko nje ya uwezo wao. Sasa nini sasa wakulima wafanye kwa sasa hivi? Tunachohimiza sasa katika hali kama hiyo, wakulima waondokana sasa ile tabia kusema anaokota korosho chini baada ya siku 3 au 4. Katika hali hiyo mkulima sasa atalazimika kila siku korosho inadondoka chini aweze kuiokota, kwa sababu asipookota ndio hajaotea juu, lakini sasa imedondokea chini ardhini, kila siku inanyesha mvua itaotea ardhini, itaotea shambani. Kwa hiyo tutoe wito kwamba wakulima sasa katika hali kama tunayopata sasa hivi waondokane sasa ile mazoea kwamba anaenda shambani kuokota korosho kila baada ya siku 3 au siku 4 au wengine kwa wiki mara moja. Tukifanya hivyo katika mazingira ya sasa hivi, korosho nyingi tutazipoteza, zitaharibikia shambani kwa sababu zitaota zikiwa chini. Hayo ndio wito tunazingatia. Lakini kingine nasema, wito mwingine kwa wakulima ni kwamba tumekuwa hata siku za nyuma tukielezea kwamba kuhesabu korosho unaandika kwa siku ngapi inategemea na ukubwa wa korosho yenyewe au sehemu ambayo imevuna korosho yako, ni umevuna kwa msimu gani, kipindi kipi. Sasa kipindi kama hiki hatuwezi kusema wakulima sasa waanike korosho baada ya kuokota kwa siku 2 au 3. Hapana. Ni kwa sababu kwanza ataokota zikiwa mbichi kabisa shambani, zimeloa na mvua pengine usiku kucha. Sasa ukisema uanike kwa kuhesabu siku 2 au 3 au 4, pale itakuwa tumeenda kwenye utaratibu ambao kupeleka sasa korosho ghalani zikiwa hazina ubora unaostahili. Kipimo sasa pale ni kuangalia kwamba je, imekauka. Na ndio maana sasa kuna vipima unyevu vitakiwa vitumike. Kama kipima unyevu hakipo, basi hata mkulima tu kwa korosho zake zikichota hata kazimwaga chini kwenye sakafu au atakuta ule mlio unatoa ni mlio ambao unaonesha hiki kitu kimekauka na hiki hajakauka, kwa uzoefu tu kawaida katika mashambani. Lakini kipimo sasa cha mwisho ni vile vipimo unyevu. Mtu asije akasema niliokota nikaanika siku 3 au siku 4. Hapana, kwa sasa hivi hali tuliona sasa hivi hatuwezi kuchukulia kama ndio kipimo cha kwamba zimekauka. Kipimo halisi itakuwa ni kipima unyevu, na bahati nzuri kwenye maeneo yetu tunauza korosho kuna hivi vipima unyevu ambavyo vinaweza kusema unyevu unatosha au toshi. Wito ni kwamba sasa kilimo chetu kisiwe kilimo cha mazoea, kiwe kilimo ambacho kinaendana na wakati husika. Kwa sasa tuna changamoto zipi, hali ya hewa ipoje? Ni vitu ambavyo wakulima hawana haja kuanza kuogopa au kuhofu kwamba sasa kuna ugonjwa mpya, kama wengi walikuwa wakiwa na wengine labda ni ugonjwa. Sio ugonjwa, ni hali ya hewa ya kunyesha mvua ikaingiliana na kipindi ambacho korosho tayari imeshakomaa, lakini sasa hajafikia muda wake wa kudondoka. Ndio maana kumekuwa na hali kama hiyo. Mtazamaji, mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Wiki ijayo tutaendelea na sehemu ya pili, ambapo tutaangalia njia sahihi ya kutunza korosho katika gunia na kupanga katika ghala.
Kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.